Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema kwamba wataongeza mashambulizi ya nguvu zaidi ya kijeshi huko katika ukanda wa Gaza na kuwalenga Hamas. Hata hivyo, waziri mkuu huyo wa Israel ambaye anawatishia Hamas kwamba nguvu zaidi na kubwa itaongezeka dhidi ya wapiganaji hao wa Kipalestina, huku watoto wakiripotiwa miongoni mwa waliofariki katika idadi ya watu 220 waliouawa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema yeye na waziri wa ulinzi Israel Katz wamewaambia wanajeshi kuchukua hatua kali dhidi ya Hamas huko Gaza, hata kama ripoti kutoka eneo hilo zilisema kuwa watoto walikuwa miongoni mwa waliofariki. Katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X, ofisi ya Netanyahu ilisema Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Israel Katz wameliagiza jeshi la Israel IDF kuchukua hatua kali dhidi ya kundi la kigaidi la Hamas katika ukanda wa Gaza. Hii inafuatia Hamas kukataa mara kwa mara kuachilia mateka wetu, pamoja na kukataa kwake mapendekezo ambayo yamepokea kutoka kwa mjumbe wa rais wa Marekani Steve Witkoff na kutoka kwa wapatanishi. IDF kwa wakati huu inashambulia walengwa wa kundi la kigaidi la Hamas katika eneo lote la ukanda wa Gaza ili kufikia malengo ya vita kama ilivyoamuliwa na safu ya kisiasa, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa kwa mateka wetu wote walio hai na waliokufa. Israel kuanzia sasa na kuendelea itachukua hatua dhidi ya Hamas kwa kuongeza nguvu za kijeshi. Mpango wa utendaji uliwasilishwa na IDF mwishoni mwa juma na kuidhinishwa na uongozi wa kisiasa. Israel imekataa kushikilia masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo ilikubaliana na Hamas na imekiuka mara kwa mara tangu yalipoanza mwishoni mwa mwezi Januari na kuua Wapalestina zaidi ya 100 na pia kuzuia misaada yote kwa muda wa wiki 2 zilizopita. Israel imemaliza usitishaji vita kwa upande mmoja, maafisa wa Hamas wanasema. Afisa mkuu wa Hamas ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba Israel inamaliza kwa upande mmoja makubaliano ya kusitisha mapigano. Walisema hatua hiyo itawaweka mateka wa Israel katika hatima isiyojulikana. Israel pia inaamini kuna takriban dazeni 2 za mateka wanaoishi Gaza, Mthailand mmoja na Mnepali mmoja. Pia inaamini kuwa kuna mateka wapatao 35 waliokufa ambao wamesalia katika eneo hilo. Hata hivyo, mashambulizi haya yamethibitishwa na ikulu ya White House na kwamba iliarifiwa kabla ya shambulizi hili ambalo limefanywa na IDF katika ukanda wa Gaza. Ikulu ya White House imethibitisha kuwa ilifahamishwa mapema kuhusu mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza, huku msemaji Caroline Levitt akinukuliwa na vyombo vya habari vya Marekani akisema kwamba wale wanaotaka kuitisha Israel na Marekani wataona gharama ya kulipa, kulingana na shirika la habari la NBC. Levitt alisema utawala wa Donald Trump na ikulu ya White House ulishauriwa na Waisraeli juu ya mashambulio ya huko Gaza usiku wa leo, na kama vile Rais Trump alivyoweka wazi, Hamas, Houthi, Iran, wale wote wanaotaka kufanya ugaidi, sio tu Israel lakini pia Marekani, wataona gharama yake. Jehanamu yote itawahusu na watasambaratika, na magaidi wote katika Mashariki ya Kati, tena Wahouthi wa Hezbollah na Hamas, washirika wa ugaidi wanaoungwa mkono na Iran na Iran yenyewe pia, wanapaswa kumchukulia Rais Trump kwa umakini mkubwa anaposema haogopi kuwatetea watu wanaotii sheria, haogopi kusimama kwa ajili ya Marekani na rafiki yetu na mshirika wetu Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu mengi ambayo yanajiri wakati huu huko katika ukanda wa Gaza na ulimwenguni kwa ujumla. Jina langu ni Adam Hussein. Basi usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kuyafahamu haya yote hapa The World News.